Ushindi wa UEFA wa PSG umegubikwa na fujo kubwa ambapo takriban watu 780 wametiwa mbaroni na kijana mmoja ameshafariki dunia. Taarifa kutoka Paris ya Ufaransa, yale machafuko makubwa yaliyoshuhudiwa usiku kucha jijini Paris sasa yamechukua sura mpya ya dharura baada ya serikali ya Ufaransa kutangaza rasmi kuwa jumla ya watu 780 wamekamatwa nchi nzima. Hatua hiyo inakuja baada ya sherehe za ushindi za klabu ya Paris Saint-Germain yani PSG dhidi ya Arsenal katika fainali ya ligi mabingwa barani Ulaya UEFA Champions League kugeuka uwanja wa vita, uharibifu wa mali na kusababisha vifo na majeraha makubwa zaidi. Licha ya kuwa maelfu ya mashabiki walimiminika mitaani jijini Paris ya kusherehekea ndoa hiyo, makundi ya kihalifu na waandamanaji waligeuka na kuanza kupambana vikali na jeshi la polisi, ambapo waziri wa mambo ya ndani Laurent Nunez amebainisha kuwa fujo za safari hii zilishuhudia ongezeko kubwa la matumizi ya fataki na mabomu ya dharura ya moshi yaliyolenga moja kwa moja vikosi vya usalama. Katika mapambano hayo, maafisa wa usalama 57 walikuwa wamejeruhiwa huku raia 219 wakipata majeraha nchi nzima, wakiwemo 8 waliopo katika hali ya mahututi zaidi. Katika matukio ya kusikitisha zaidi yaliyothibitishwa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa Paris, ambapo kifo kimoja barabarani ambapo kijana mmoja amepoteza maisha hapo hapo kufuatia ajali mbaya ya pikipiki iliyotokea kwenye barabara kuu inayozunguka jiji la Paris wakati wa shamra hizo. Lakini shambulio la sira ambapo mtu mmoja anapigania maisha yake hospitalini baada ya kuchomwa kisu na kujeruhiwa vibaya kwa silaha yenye makali katikati ya jiji, ambapo inasema idadi ya watu 780 waliokamatwa ni ongezeko la takriban 32% ikilinganishwa na vurugu zilizotokea mwaka jana baada ya PSG kutoa ubingwa huo. Safari hii tumeshuhudia mashambulizi ya makusudi ya fataki dhidi ya maafisa wetu uwanjani. Alieleza kuwa msikitiko mkubwa wa waziri Laurent Nunez wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Uharibifu mkubwa umetokea kufuatia tahadhari ya awali ambapo serikali ilikuwa imetangaza maafisa takriban 22,000 nchi nzima ili kuzuia marudio ya ghasia ya mwaka uliopita. Ongezeko hili la 32% ya watuhumiwa waliowepo selo linahitimisha usiku wa dhoruba jijini Paris, ikiacha mamlaka zikisaka mtandao mzima wa wahalifu walioharibu ushindi huo wa kihistoria wa soka la Ufaransa. Ah ouais, non.